Awali ya yote ninamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo. Tuko hapa kwa lengo la kuhitimisha kongamano la pili la Kiswahili la kimataifa lililoandaliwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushirikiana na Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi, Utamaduni UNESCO, vyama vya Kiswahili pamoja na wadau mbalimbali wa Kiswahili duniani. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo hii tunasherehekea maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani. Kwa heshima na taazima, ninatumia fursa hii kwa niaba ya washiriki wote kukushukuru kwa kulizia kuwa mgeni wetu rasmi katika mkutano hii yote miwili, yaani kongamano hili la pili la Kiswahili la kimataifa, maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani ya 2026 hapa Paris, Ufaransa. Kukubali kwako kuwa mgeni rasmi kunadhihirisha dhamira iliyonayo katika kuendeleza Kiswahili duniani kote. Aidha, ninawashukuru wenyeji wetu kwa mapokezi mazuri na ushirikiano waliotupatia. Kwa namna ya kipekee pia tunawashukuru UNESCO kwa kuchangia mafanikio ya maendeleo ya lugha ya Kiswahili duniani. Kwa mahususi, tunatoa pongezi za dhati kwa Mheshimiwa Saidi Othman Yakubu, balozi wa Tanzania hapa Ufaransa, pamoja na wasaidizi wake wote kwa kuratibu maandalizi ya matukio haya na kutupokea hapa Paris. Kama wasemavyo wahenga, kidole kimoja hakivunji chawa. Ninaomba tuendeleze ushirikiano huu ili lugha yetu ya Kiswahili itandawe zaidi kimataifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba kipekee pia niwashukuru sana mabalozi wa Tanzania wanaowakilisha nchi ya Tanzania katika bara letu la Ulaya, kama ambavyo umekwisha kutambulishwa na Balozi Yakubu, kwa kazi kubwa nzuri wanayoifanya ya kuendeleza kuwa mabalozi wema na kufanya Kiswahili kiendelee kuchanja mbuga au kikatize katika viunga vyote vya bara la Ulaya. Mheshimiwa mgeni rasmi, nchini Tanzania Kiswahili ni lugha rasmi na lugha ya taifa tangu kutangazwa mwaka 1962 na Rais wa kwanza wa Tanzania hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mwenzake Rais wa kwanza wa Zanzibar hayati Sheikh Abed Amani Karume. Tangu kipindi hicho, serikali za Tanzania katika awamu zake tofauti imekuwa ikifanya jitihada mbalimbali za kukiimarisha na kukikuza Kiswahili kwa kuunda vyombo maalum kama vile Baraza la Kiswahili la Taifa BAKITA na Baraza la Kiswahili la Zanzibar BAKIZA. Mbali na mabaraza haya, nchini Tanzania kuna taasisi kongwe zinazohusika na utafiti na ufundishaji wa Kiswahili. Taasisi hizo ni taasisi za taaluma za Kiswahili TATAKI iliyopo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na Skuli ya Kiswahili ya Lugha ya Kigeni iliyopo Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar SUZA. Hivyo, wakati nchi nyingine zinapambana kuanzisha Baraza la Kiswahili, Tanzania kuna mabaraza mawili ya Kiswahili. Kihistoria, chimbuko la Kiswahili linahusishwa na upwa wa Afrika Mashariki. Aidha, Kiswahili tunachokizungumza leo msingi wake lahaja ya Kiunguja, ingawa ukuaji wake umekuwa ukifanywa kwa kuzihusisha lahaja nyingine za Kiswahili. Hivyo tunaweza kushuhudia namna Tanzania inavyohusishwa na maendeleo ya Kiswahili tokea kwenye chimbuko lake. Licha ya lugha ya Kiswahili kukopa maneno kutoka katika lugha za kigeni kama vile Kiarabu, Kireno, Kichina, Kiingereza, lugha hii pia ina maneno mengine kutoka katika lugha za Kiafrika. Maneno yanayotokana na lugha za Kiafrika ni kama vile bunge, ikulu na kitivo. Ni matumaini yetu kwamba jitihada zitaendelea kufanyika ili kuhakikisha kwamba ukuaji wa lugha ya Kiswahili unafanyika kwa kuzihusisha kwa lugha karibu lahaja na lugha nyingine za Kiafrika. Tuzingatie kwamba Tanzania ina lugha za makabila
zinakadiriwa kufika 150 ambazo zimetawanyika katika kanda mbalimbali. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kongamano hili yapo matukio ambayo tunakuomba ulizie kuyafanya, ikiwemo uzinduzi wa vitabu vya Kiswahili na utoaji wa tuzo za utambuzi wa michango ya watu mahususi katika ukuzaji wa lugha ya Kiswahili. Pia nimependa utambue kuwa katika sisi tunaadhimisha hii leo, zipo nchi nyingine zinaadhimisha. Miongoni mwazo ni Uingereza, Algeria, Burundi, na hapa Mheshimiwa Waziri Mkuu na mgeni wetu rasmi, Burundi nimemtuma naibu waziri kwenda kutuwakilisha, nao leo wana tukio kubwa kama hili, kama ambavyo pia leo ndugu zetu wa Uingereza kwenye bunge lao wakiongozwa na balozi wetu Mbelwa, nao kutakuwa na tukio kubwa kama hili. Nchi zingine pia ni Canada na pamoja na Marekani. Nyingine duniani zinaendelea kulazimisha ndani ya mwezi huu kwa nyakati tofauti. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni imani yetu kwamba Kiswahili kitaendelea kumea katika nchi za Ulaya na maeneo mengine. Aidha, ni tumaini kwamba maendeleo ya lugha ya Kiswahili yatawanufaisha wadau wa Kiswahili ambao daima wamekuwa wakipigania Kiswahili. Tukuze na kueneza Kiswahili kwa kuzingatia usemi wa Shaban Robert kwamba titi la mama ni tamu, jingine haliishi hamu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya maadhimisho haya kwetu sisi Tanzania ni Kiswahili ni tunu kwa amani, mshikamano na diplomasia ya uchumi. Washiriki wa kongamano na maadhimisho ya siku ya Kiswahili wana hamu ya kukusikiliza wewe. Hivyo kwa heshima na taazima, ninaomba nichukue nafasi hii kukukaribisha ili uweze kupata nafasi ya kusema nasi. Lakini kabla ya hapo, Mheshimiwa mgeni rasmi, ombi langu la mwisho kwako itakuwa ni kukuomba pia utatuzindulia kamusi ya Kiswahili kwenda kwa Kifaransa ili kuhakikisha ya kwamba nchi zote zinazoongea Kifaransa zinapata nafasi ya kujifunza Kiswahili, na nchi ya Watanzania kama sisi ambao tunaongea Kiswahili pamoja na nchi za Afrika, Europe na mabara mengine takriban watu milioni 500 wakitaka kujua Kifaransa pia watatumia kamusi ya Kiswahili kupata maneno ya Kifaransa. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunakushukuru sana na tunafahamu ya kwamba ratiba yako imekuwa ngumu, na ningeomba kutumia nafasi hii kuwaomba